siku zote. Na kwa maombezi ya watukufu wa Maria Mtakatifu Bikira, daima tuokolewe katika majonzi ya sasa na kupata furaha za milele. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo linatoka kitabu cha Wafalme wa Kwanza aya ya 3 mstari wa 4 mpaka wa 13. Mfalme Sulemani alienda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Sulemani akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu ya madhabahu ile, na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Sulemani akasema, nimemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadiri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe. Nawe umemwekea na fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo. Na sasa, Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu. Nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi ipasavyo kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua kuhukumu. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili, hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hatainuka mtu kama wewe. Na mambo yale usiyoyaomba nimekupa, mali na fahari, hata hapatakuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zote. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kiitikio: unifundishe amri zako, Bwana.
jinsi gani kijana aisifishe njia yake kwa kutii, akilifuata neno lako. Kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Unifundishe amri zako, Bwana. Moyo wangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Bwana umehimidiwa, unifundishe amri zako. Unifundishe amri zako, Bwana. Kwa midomo yangu nimezisimulia hukumu zote za kinywa chako. Nimefurahi njia ya shuhuda zako, kana kwamba ni mali mengi. Unifundishe amri zako, Bwana. Shangilio. Nguvu sawasawa na neno lako, Bwana. Unifundishe njia ya amri zako. Ilivyoandikwa na Marko. Mitume walikusanyika mbele ya Yesu, wakampa habari za mambo yote waliofanya na mambo yote walioyafundisha. Akawaambia, njooni ninyi peke yenu kwa faragha, mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo. Kwa sababu walikuwako watu wengi wakija wakienda, hata haikuwapo nafasi ya kula. Wakaenda zao faragha mashuani,
mahali pasipokuwa na watu. Watu wakawaona wakienda zao, na wengi wakatambua, wakaenda huko mbio kwa miguu. Toka miji yote wakatangulia kufika. Naye aliposhuka mashuani, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Neno la Bwana. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka kubwa hii ya mvua. Katika hali ya kawaida tunasema sasa imekuja, kwa nini kunyesha baadaye na lini? Ndio wakati ambao Mungu ameuchagua jamani. Na tulikuwa tuna haja nayo. Tuna haja nayo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunamwambia Mungu asante kwa sababu umefanya haya mambo makubwa vizuri hivi. Lakini neno la Mungu tunalolisikia leo lote katika somo letu la kwanza, lakini pia hata katika somo la Injili, yana mafundisho makubwa. Tunaona kwa nafasi ya kwanza kabisa, Sulemani baada ya kupewa nafasi hiyo, tambua wazi kuwa Daudi ndiye aliyekuwa mfalme. Na baada ya ufalme amefanya mambo mengi makubwa mazuri, lakini pia kama mwanadamu alifanya mengine mabaya yalimuudhi Mungu na yakamkasirisha, na akamwambia kuwa wewe na kukutilia mbali, na kati yako sintakutolea uzao wowote atakayekuwa mfalme kwako. Aliamua hivyo Mungu kutokana na yale maovu aliyoyatenda. Alichokifanya Daudi ni hiki ambacho wote tunapaswa kujifunza. Cha kwanza, Daudi alimlilia Mungu, akamwomba msamaha. Nakumbuka kuwa ile Zaburi ya 51 Daudi aliisali akiwa anaomba toba kubwa kwa kosa kubwa alilolifanya juu ya yule askari ambaye yeye alimtuma vitani, alafu yeye akaenda kushiriki tendo la ndoa na huyo mke wa askari na wakapata uzao. Kwa hiyo Nathani alipoenda kufichua yale maovu, Daudi akamwomba Mungu toba, akasali ili amhurumie, amsamehe. Hilo lilikuwa moja. Lakini baada ya hapo tena Mungu ameendelea kuangalia maovu ya Daudi, na Daudi alichojifunza baada ya kutoa hiyo Zaburi kuomba msamaha, akaendelea zaidi kuendelea kuomba msamaha. Alipoona haitoshi, akatafuta sadaka yake nzuri ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa tendo hilo la kumsamehe, akaenda kutoa sadaka safi. Mungu alipoiangalia ile sadaka, akavutiwa, akamhurumia, akampenda Daudi, akamsamehe sasa vyote, na mpaka kile alichokuwa ameahidi kuwa sitainua uzao wako kuwa tena mfalme nafasi yako, akafuta ile, kwa sababu Daudi alikuwa na moyo wa majuto na kuomba msamaha, na akatoa sadaka nzuri iliyopendeza mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Kilichotokea, Mungu akamchagua sasa Solomoni, mtoto wa Daudi, kushika nafasi ya ufalme badala yake. Na Solomoni anatawazwa, anawekwa kuwa mfalme. Kazi yake ya kwanza anayoifanya, anaenda Gibeoni. Kule Gibeoni ni sehemu ambayo pia baba yake Daudi ndipo alipoanzia ufalme. Nakumbuka kuwa Gibeoni alikuwa mfalme kule, na alitawala Gibeoni kwa muda wa miaka 7, na akaja kutawala Yerusalemu. Baadaye alihama kutoka Gibeoni akaja Yerusalemu. Yerusalemu alikuja kutawala kwa miaka 33. Kwa hiyo Daudi katika nafasi yake yote alitawala kama mfalme kwa miaka 40.
Akiongozwa na hilo mwanaye, yani Solomoni, anaamua kwanza kwenda kwenye chimbuko, anaamua kwenda kwenye asili, anaamua kwenda kule ambako baba yake aliamua kuanzia utume. Kwa anaenda Gibeoni, na anapofika kule anaenda kusali, anamtolea Mwenyezi Mungu moyo wake, anamtolea Mwenyezi Mungu sala ya shukrani kubwa ya ajabu, kuwa anatambua wazi, anakumbuka kuwa walishaambiwa kuwa wao hawatakuwa wafalme, lakini amechaguliwa na ametawazwa. Kwa anaenda kutoa sadaka ya shukrani. Mungu anapendezwa na sadaka tena ya Solomoni kule Gibeoni anapotoka, na anamtokea, anamwambia, wewe niombe chochote utakacho, mimi nitakupa. Solomoni anaomba hekima na akili, hataki mambo mengine, anaomba hekima na akili. Na kabla ya kuomba hivyo, anatolea historia jinsi ambavyo baba yake Daudi alivyopita, uwezo wake mkubwa alioufanya na dhambi zake alizozitenda. Akasema, sisi ni wakina nani? Kizazi cha Daudi. Mimi naomba kutoka kwako unijalie hekima na akili. Basi vinatosha. Mungu akamwambia, kwa sababu hukujitakia makubwa, hiyo hekima na akili utaipata. Lakini hekima na akili aipate ili awaongoze wana wa Israeli waliokuwa wagumu, waliokuwa wanakengeuka mara kwa mara. Kwa hiyo akamwambia, nitakupa hekima, nitakupa akili, nitakupa mali, nitakupa utajiri, nitakupa heshima, nitakupa kila kitu kuliko mwanadamu mwingine yeyote aliyokuwa katika dunia hii. Na kwa kweli tangu nyakati hizo Solomoni mpaka sasa hivi hajatokea, yaani hajatokea aliyekuwa na utajiri kama Solomoni. Hakuna. Wote hao tunasema na utajiri sasa hivi, hamna kitu bwana. Solomoni alitisha katika uhalisia wake. Solomoni alikuwa na mali, Solomoni alikuwa na akili, Solomoni alikuwa na uwezo wa kuongoza, Solomoni alikuwa na upeo wa hali ya juu kwa sababu Mungu aliweka mkono. Lakini kwa nini Mungu alifanya hivyo kwa Solomoni? Kwanza alimwangalia unyenyekevu wake. Sisi sote tunapaswa kujifunza kuwa wanyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu. La pili, aliangalia jinsi ya shukrani yake. Alienda kusali kule Gibeoni, akasema shukrani ya mtindo huu haijapata kutokea, hata Daudi akufanya. Na la tatu, alimwangalia kuwa hakutaka mambo makubwa, na ndio maana unajua kuwa Solomoni Mungu aliamua atampa mambo yote, na alimpa mambo mengi. Hivi tunaambiwa jamani, Solomoni alikuwa na wake wangapi? 700 plus. Alimpa mengi, yani alimrundikia tu mengi, hata masuria anasema 300 huko, yani 1000 na kitu. Sasa unajikuta huyu mtu binadamu wa namna gani huyu? Alikuwa ni binadamu anayetisha. Lakini hiyo yote ilitokana na moyo wa shukrani, sadaka aliyoitoa kwa Mwenyezi Mungu. Sisi kabla ya jambo lolote la kufanya, tujifunze kushukuru sana, tujifunze kushukuru. Unapopata kazi, shukuru. Unapopata familia, shukuru. Unapokuwa sehemu ya kazi, shukuru. Unaporudi nyumbani, shukuru. Lakini pia tuwe wanyenyekevu. Tusitumie fursa tunazopewa na Mwenyezi Mungu kumsahau Mungu. Tujifunze kwa Solomoni. Alipompa Mungu nafasi ya kwanza, Mungu akamgawia kubwa zaidi kuliko zingine zote. Na ndio maana mpaka leo tunasema yule binadamu kama Daudi, kama Solomoni hajatokea. Mpaka sasa hivi hajatokea. Kwa alikuwa ni mtu aina yake. Mungu hajafunga hilo. Ana uwezo tena wa kufanya jambo hilo kwako na kwangu. Tumwamini, tumpende, tumshukuru, tumwendee kwa unyenyekevu. Atatujalia yale ambayo tunayataka. Injili ya leo inatupa majibu ya kile ambacho Yesu alikifanya kwa wafuasi wake.
Wafuasi wake baada ya kukaa na Yesu miaka ya kutosha wakifundishwa na kupokea mambo mbalimbali kutoka kwake, Yesu aliamua kuwatuma waende field. Watu wakiwa darasani, jamani, baadaye wanaenda field kufanya field kidogo Yesu aliwatuma wanafunzi wake field waende. Je, wataenda? Na aliwatuma peke yao. Leo Injili inatupatia majibu kuwa Yesu sasa amerudi, amekutana nao wale wanafunzi walioenda field, wanamletea majibu, wanamletea taarifa, wanamletea yale ambayo wamekutana nayo, mazuri au mabaya. Na kwa sababu wanataka kutoa ripoti hiyo mbele ya watu wengi, Yesu anajua mambo hayo mengine yatawakwaza watu. Anawaambia, njooni ninyi peke yenu mahali pa faragha, mpumzike kidogo. Akawatoa waende sehemu nyingine ili watoe ripoti. Na wanapofika kule, bado watu wanawafuata, wakawaona wale wametoroka wale, wakawafuata huko huko walikoenda, kwa sababu walikuwa na kiu, wana njaa, wana hamu ya kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa Yesu na kutoka kwa wale wafuasi. Walipofuata kule, basi huko huko Yesu akaanza kuwahubiria, akaanza kuwapa mafundisho tena. Tunajifunza kuwa sisi sote pia kwa mujibu wa ubatizo wetu tunatumwa kwenda kuhubiri habari njema. Baada ya ubatizo na mafundisho mbalimbali tunayoyapata ya kanisa, sisi tunapaswa kuwa vyombo vya kuhubiri habari njema. Je, tunafanya hivyo? Tupo kwenye field au bado tupo ndani, hatujatoka kwenda field? Tulioyapata yanatutosha kuwagawia wengine? Tunafanya hivyo? Lazima tuone umuhimu wa kupeleka Injili kwa wenzetu wengi ambao wanahitaji. Kwa tuwapo katika jumuiya kama hii tunasali, tuyaangalie mambo ya msingi kweli katika maisha yetu. Je, mimi nimekuwa Mkristo ambaye kweli natoa ushuhuda wa Ukristo wangu katika familia yangu, katika jumuiya yangu, katika jamii ninayoishi? Maana katika jamii tunakutana wengi. Je, mimi sehemu yangu ninayofanyia kazi natoa ushuhuda wa Ukristo kweli hiyo sehemu, au naregalega? Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie nafasi ya kukaa karibu naye na kushiriki yote makubwa na kufanya yale ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Lakini pia usisahau Solomoni alilolifanya tendo zuri na jema na kumrudishia Mungu sifa na utukufu, na Mungu akambariki. Sisi sote tunapaswa au tunaomba familia zetu na sisi wenyewe tubarikiwe, tuwe na mafanikio. Hatutaweza kufanya hivyo kama tusipompa Mungu nafasi ya kwanza ya kumshukuru, ya kumtambua na kumweka mbele. Na ili tuweze kweli kuwa mitume hodari wa uinjilishaji, twende tukapate neema na baraka za Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Nada
damu wa mwanao wa pekee ututie heshima. Yeye alipozaliwa na bikira hakupunguza ubikira wa mama, bali aliutakasa. Tunakuomba utuondolee dhambi zetu, uiwezeshe na sadaka yetu kukupendeza. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Tukushukuru daima na popote. Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kweli umetenda mambo makuu popote duniani na kuonyesha wingi wa rehema zako tangu milele. Umeuangalia unyenyekevu wa mjakazi wako, na kwa njia yake umetujalia Mwokozi wa watu, yaani mwanao Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo jeshi la malaika waabudu utukufu wako na kufurahi milele mbele yako. Nasi tutaungana nao kwa wimbo wa sifa ukisema bila mwisho. Mtakatifu, mtakatifu Bwana, mtakatifu, mtakatifu Bwana, mtakatifu Bwana Bwana Mungu wa majeshi.
mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Beatus Kimeia na mimi mtumishi wako na waklero wote, wakumbuke pia watumishi wako hawa tunaowaombea katika sadaka hii takatifu ya misa, ndugu zetu marehemu ambao walishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, wajalie pia washiriki ufufuko wake. Na kuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri, na Mtakatifu Roderi malaika mkuu, Mtakatifu Jema Gargani, Mtakatifu Sika Freva na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, ustahili ushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na waacheni amani na wapeni amani yangu, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Pende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Kwa upendo wa Kristo tutakiane amani.
Tazama ondoe dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana wa kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itakuja. hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
msaada wetu katika jina la Bwana. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Nifanye utambulisho mfupi kabisa kwa ajili ya kufahamiana. Kwanza kabisa tuna viongozi kutoka parokiani, naomba wasimame. Tuna viongozi kutoka kanda, kuna mwenyekiti wa serikali za mtaa, kuna majirani kutoka jumuiya za jirani, kuna kwaya ya Mtakatifu Damas wa Pili, kuna waumini wa jumuiya ya Gabrieli Malaika Mkuu ambao ndio wenyeji, pia tuna mwenyeji wetu Bwana Chaeka na familia yake. Tumsifu Yesu Kristo. Basi baada ya utambulisho huo mfupi, ni muda wa kusikia makala fupi kumhusu Mtakatifu Gabrieli Malaika Mkuu. Nitaisoma mimi mwenyewe. Wapenzi katika Bwana, tumsifu Yesu Kristo. Waswahili hunena koti la babu walikosi chawa. Nilimkimbilia babu yangu, nikatanua mikono yangu kama Yesu msalabani, ishara ya unyenyekevu na kujitoa bila kujibakisha, yaani total surrender. Kumbe chawa si wadudu, bali ni maneno ya hekima ambayo miili yetu na roho hutumia kama dawa. Babu alinikumbatia kwa bashasha. Sikuogopa harufu ya sigara yake aina ya gozo, kwani nilifaika kwa maneno yenye madini zaidi. Babu aliniambia, kaa chini mjukuu wangu, nikufundishe ili usiwe Mkatoliki wa mchongo. Maana hawaheshimu makuhani, kisa vijisenti vya kunywa gongo na sifongo na kujaza mioyo na vinywa vyao kwa maneno ya uongo. Mkatoliki ni mjumbe wa habari njema kama malaika Gabrieli Mkuu. Babu aliniambia, nakupa kitu chenye thamani kubwa kuliko supu ya mwambao na chipo asili. Hii ni Lectio Divina, yaani neno takatifu limuhusuyo Mungu. Mungu aliwaumba malaika kwa moto. Miongoni mwao kuna maserafi, malaika wakuu kama Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli, na malaika wengi kama mchanga wa pwani. Lakini mwanadamu amepewa upendeleo mkubwa mno na thamani ya juu. Babu yetu Daudi alitambua hilo, ndiyo maana alifurahia Mungu kwa kucheza bila kujali cheo chake. Nenda kasome Zaburi ya 8. Tena unajua malaika wanatumwa ili kutuletea habari njema, habari za uponyaji, habari za msaada wa vita vya kiroho. Ukianguka dhambini, kimbilia sakramenti ya upatanisho kama Daudi alivyofanya katika Zaburi ya 51. Kumbe malaika wanatuhudumia sisi wanadamu. Tukitambua hiyo, kwa sababu sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Kasome Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Na kwa kupigwa kwake sisi wote tumepona na tumekombolewa.
Nasome kitabu cha Isaya sura 53 mstari wa 5. Bahati iliyoje sisi kupata malaika Gabrieli mkuu kama msimamizi wetu na wa jumuiya yetu. Vinywa na mioyo yetu ibebe habari njema kama ilivyo kwa mtakatifu wetu ambaye ni somo wetu. Mimi nilikaa chini ya miguu ya babu yangu, na wewe kaa chini ya miguu ya Yesu kama Mariamu. Nenda kasome Luka sura 10 mstari wa 42. Usisite unapopewa habari njema, na wewe uwe mwa habari njema, kwa kujifunza kwa mama yetu Maria, Bikira Maria, kwa kumwambia na kumwadhimisha Bwana kwa maneno yaliyojaa utukufu, yaani fiati, na iwe kwangu kama ulivyosema. Usimwone aibu Yesu. Watu wasikuzuie kwenda kumpaka mafuta Yesu kwenye miguu yake na kuifuta kwenye nywele zake kama Mariamu alivyofanya. Yohana sura 12 mstari wa 3. Mafuta hayo ni zaka, sadaka, michango mbalimbali ya kanisa na matendo ya huruma, maana imani bila matendo haifai. Kasoma Yakobo sura ya 2 mstari wa 26. Wachina wanasema mnyakaya sangalale nayo mjenzi osangalala, winome tuyangasule. Karibu mwashamba baba askofu mwenye utu na moyo mtukufu, tena umevaa mkufu na uogopi siafu, unayemwambia Mungu masifu na kutuombea wazima na wafu. Utufungue macho ya rohoni tusiwe vipofu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi hiyo ni makala fupi. Askofu, naomba nitumie fursa hii kuongea machache kuhusu jumuiya yetu na majukumu ambayo tunayafanya. Viongozi wa parokia, viongozi wa kanda, kamati tendaji ya jumuiya ya Mtakatifu Gabrieli, jumuiya jirani, wanajumuiya wa Gabrieli malaika mkuu, majirani, wanakwaya, tumsifu Yesu Kristo. Nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha sote kuwa hapa leo kwa ajili ya shughuli hii ya misa takatifu ambayo ni ya kipekee ya kumleta baba askofu kwenye eneo letu. Na kimsingi baba askofu, wanajumuiya walipokea ujumbe huu kwa mshtuko, kwa sababu ilionekana kwamba ni jambo jipya na ambalo halijawahi kutokea hivi karibuni. Kwa hiyo tunashukuru sana 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 kwa baba paroko kuipa fursa jumuiya yetu, lakini na wewe kufanya utume katika kiwango cha chini kwenye ground level. Nakushukuru sana baba. Tukuhakikishie kwamba jumuiya yetu ni hai na inatekeleza utume. Kwanza kabisa, uongozi tulionao ni mpya ambao umeteuliwa kwa kidemokrasia. Naomba niwasimamishe kamati tendaji. Kamati tendaji tusimame. Hawa ndio kamati tendaji. Mimi ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti nyosha mkono, katibu nyosha mkono, makamu wa katibu nyosha mkono, na mtunza fedha wetu ambaye ameridhika afya yake, hajawahi kutuangusha. Vyama vya kitume waka wasimame, jamarika, alafu tukae. Wawata, viwawa, baba, viongozi hao wanajitambua kabisa na wanatekeleza utume unavyotakiwa. Ili kuendana na uelekeo, tumetengeneza mpango mkakati wa jumuiya ambao umegusa kila maeneo kwa kupitia katiba yetu ya walei wa kanisa Katoliki. Kwa hiyo tumejiwekea utaratibu wa hija, tumejiwekea utaratibu wa kutembelea wagonjwa, lakini tunaalika watu wa kuja kutushirikisha kiroho. Tunaalika makatekista, tunaalika viongozi mbalimbali kwa ajili ya kuja kutupa neno. Lakini kiuchumi hatuko nyuma. Tuna miradi ya kiuchumi. Tuna mradi wetu wa sabuni. Kwa hiyo kila siku ya jumuiya tukifika, kwamba kwa sababu kila mmoja anafua nyumbani kwake, kwa hiyo tunasema sasa, kwa nini ukanunue kusiko kujua? Kwa hiyo utanunua sabuni yetu. Nafikiri mwekazina mambo yetu yako sawa.
Tuna akaunti benki ambayo kidogo ilikuwa inayumba, lakini tunaihuisha iwe sawa ili tuweze kuweka hela, tusianze kumtilia wasiwasi yule ambaye anatunza hela zetu. Tuweke kwenye benki yetu ya Mkombozi ambako tuna uhakika kabisa fedha iko salama na inatunzwa kwa mujibu wa utaratibu. Basi baba, kwa sababu ulishasema kwamba leo una majukumu mahali pengine, jumuiya hii na mambo mengi, lakini ina kauli mbiu. Kauli mbiu yetu sisi ni matajiri wa kiroho na matajiri wa mali. Hatutaki kujishusha, kwa maana ya kwamba tunataka mtu akija kwenye jumuiya aje na nguvu. Kwa hiyo tunajenga uchumi, tunajenga. Na kwa maandalizi ya siku ya leo, baba askofu, usiwe na wasiwasi kwamba kuna mtu atakuja kusema jumuiya inadaiwa. Hizi maandalizi yote ni nguvu ya wanajumuiya. Kwa hiyo ni nguvu zetu kutoka kwenye kazi za mikono yetu ambazo Mungu ametuwezesha. Kwa hiyo tuko salama kabisa, tutegemee lolote litatoka kwamba bwana, ile jumuiya uliokwenda baba tunawadai maji, tunawadai. Hapana, tuko salama kabisa na tunakuhakikishia utatoka salama hapa. Baada ya kusema hayo, baba, tunaweza tusijisifu, lakini tuna hii jezi tulioivaa ndio tunaizindua leo, ndio t-shirt ya jumuiya, na makamu mwenyekiti wa parokia anaweza kakiri, anajua ni jumuiya chache ambazo zina usawa. Maanake tuliona tukiweka hapa makamu kitenge na nini, tuka wengine watakuja na suti, watakuwa wanyonge. Kwa hiyo sisi tumeweka level moja, wote tuko sawa kabisa. Kwa hiyo tuombe zile t-shirt zilizoandaliwa za uzinduzi wa t-shirt yetu, Bwana Chaeka tuletee zile t-shirt ili tumkabidhi na baba ya kwake, ili asifikiri kwamba tulikuwa tunafanya saundi. Ni kitu cha uhalisia kabisa. Baba ataenda kuvaa t-shirt akijua kwamba imetoka, lakini wageni wetu wote na wao wametoka na hiyo kamba. Hakuna mtu ambaye tumemwacha hivi hivi. Wanakwaya nao muitendee haki hiyo. Baba tumeandaa kiasi kidogo cha kitu ambacho kitasaidia kuweza kuboresha. Jamani, wanajumuiya wenzangu, tuendelee kumshukuru Mungu kwa baraka hizi na hatujachoka. Kama wengine watasitasita, sisi tuko tayari tena hata wiki ijayo kama utakuwa na nafasi tena. Kwa hiyo tunashukuru sana sana sana. Basi mwanahabari wetu naona naye yupo hapa, anaendelea kuchukua matukio. Kwa hiyo tukae kwa utulivu kiibada, sije ikatoka kwenye picha kuonekana kwamba haukuwa katika ibada ya Katoliki. Baba, nasema asante sana na karibu sana. Basi nirudishe kipaza sauti kwa mwendeshaji aendelee na utaratibu. Asante sana. Makofi kwa mwenyekiti. Kwa ujumla wanakupenda na wewe ni kipenzi chetu. Kama kipenzi chetu wakasema hapana, wanataka kushika mkono. Kwa hiyo zawadi ya kwanza itatoka kwa WAWATA na itaongozwa na mwenyekiti wa WAWATA parokia, japo ni zawadi ya jumuiya. Karibuni WAWATA. Basi baada ya mama wa baba nayo wamesema umeme una nyaya mbili wana, kuna negative na positive, ndio wakasema haiwezekani mama peke yao. Kwa hiyo na nyewe UWAKA tunawakaribisha kwa zawadi kwa ajili ya baba askofu. Tunda la kanisa hilo
baada ya zawadi hiyo ya UWAKA, baba askofu, kama umeona kitu, WAWATA wanafanya kazi kubwa sana. Hao UWAKA wote naona wana afya njema kwao, wanatunzwa. Basi baada ya UWAKA vijana wenyewe wamesema kama baba yetu Daudi alimzaa Solomoni na akawa na hekima kubwa, basi nenyewe UWAKA baada ya wazazi wao wa UWAKA na WAWATA kufanya jambo, VIWAWA wakasema na sisi tuna jambo letu. Basi karibuni VIWAWA. VIWAWA tunda la kanisa hilo, VIWAWA tunda la kanisa hilo, ona vijana tunda la kanisa hilo, vijana wote tunda la kanisa hilo. Basi baada ya zawadi hizo za VIWAWA, ni waumini wote waliojiandaa karibuni kwa ajili ya kumshika mkono baba askofu na kupata baraka zake. Tumesema huyu ni kipenzi chetu na yeye anatupenda, hajajali mvua, ameamua kuja katika level ndogo kabisa, wanasema ground level. Ni tukio kubwa sana hili. Kwa karibuni waamini wote kwa ajili ya kumshika baba askofu mkono, tukianza na watoto, vijana na wazee. Tena Kristo tumaini letu. Malaika mkuu Gabrieli. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kweli nina furaha sana. Awali ya yote namshukuru Mungu ambaye ametujalia uzima na tumefika siku ya leo. Binafsi mimi nina furaha sana kwa sababu baba askofu, nafikiri tuko wawili wenye jina kama hili. Ni mimi na wewe. makofi jamani. Basi nimepewa muda kidogo tu niseme neno. Sitaki kusema mengi ila mnatisha. Nimetoa somo kwa jumuiya zingine katika parokia, na nyinyi mmekuwa wa kwanza katika parokia yetu. Kwa hiyo tushirikishane, tufundishane, tuleane ili tusambaze huu upendo katika jumuiya zote. Baada ya kusema hayo, basi nimkaribishe baba askofu aweze kutupa neno ili tusimcheleweshe, ili aweze kuendelea na mafunzo mengine. Kristo. Viongozi wa parokia, halmashauri ya walei, pia viongozi wa jumuiya hii ya Gabrieli Malaika Mkuu na wanajumuiya wote Gabrieli Malaika Mkuu, wateri ambao wameshirikiana nao katika misa hii takatifu, wetu Juve kwa kuchukulia matukio haya ya kumbukumbu katika tukio hili, wanakwaya na wote. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati, na atabaki tu kuwa mwema hata kama wengine hawataki. Mimi niwe na moyo wa shukrani juu yenu kwa mambo mengi na lakini pia poleni sana kwa maandalizi ya haraka na ghafla, lakini makubwa mno. Tulikuwa na utaratibu wa kutembelea jumuiya ndogo ndogo katika swala zima la kuangalia uhai wa kanisa, sababu uhai wa kanisa letu unaanzia katika ngazi hiyo ya familia. Sasa kutembelea ngazi ya familia bado ni kazi sana. Sijafanikiwa hata familia moja, tangu nimekuja, lakini kwa ngazi ya jumuiya nimeshafika jumuiya kadhaa, hasa za parokia ya kanisa, kwa sababu pale sasa ni jirani huwa nakuja.
lakini niliona kuwa mwaka 2026 unapoanza nitoke katika parokia za kanisa kuu, niangalie parokia zingine, nikiwa na wazo hilo na kumshirikisha ambaye ni paroko wenu. Kwa tunaongea tu mezani, akasema njoo kwetu. Kamwambia nakuja, ila sijiandae, nataka niwakute watu katika uhalisia wao. Basi akaniambia njoo, na yeye anasema alipokuwa parokiani, basi alikuwepo amekaa. Alipoenda kiongozi wa jumuiya akamwambia, Jumamosi ijayo tunamuomba katekista aje kwetu. Akamwambia hivi, sikupi katekista na kuletea askofu. Akafikiri ni utani, lakini basi ni tukio la kawaida sana, na tunakuja kusali pamoja nanyi, lakini pia tujue kuwa ninyi pia mnaishi wapi, mnakaa wapi. Tusikutane tu katika matukio makubwa, lakini tujue kuwa mnakaa wapi, mnaishi wapi. Sababu tunapotembelea, najua mnasali kwa kuzunguka nyumba baada ya nyumba. Katika hilo basi, leo imetokea tumefika kwa nyumba hii, siku nyingine tutafika kwa nyumba nyingine, hivyo hivyo. Ni namna ya kupeleka pia hata baraka katika familia na katika mitaa yetu na jumuiya zetu. Kwa mimi nimeshukuru na nimefurahi kwa mwaka huu nimeanza kuja kusali jumuiya katika parokia yenu, na jumuiya ya kwanza ndio hii. Nashukuru sana, lakini nitoe pia angalisho kwa mnapotembelea hivyo, msifanye mambo makubwa hivi kiasi kwamba jumuiya zingine wakiambiwa kwa sasa askofu anakuja, wataogopa, watakimbia, watasema hapana, huko sisi tusiende. La msingi kabisa ambalo tunapaswa kuwa nalo ni tunakuja kusali pamoja. Hilo ndo la msingi, tunakuja kusali pamoja. Mengine yanayowezekana sawa, yasiyowezekana usiseme kwa hivi mimi nitaelewekana, watanielewaje kwa kuto kufanya hivi. Hapana, la msingi kuwa tutakuelewaje kama huji kusali, au kama tumekwambia tunakuja kusali kwako hapo utukatalie, hapo tutakuelewa vibaya. Lakini kama tumemaliza kusali hapo tunaondoka, amani kwako, basi tunaondoka na amani yetu, tunamshukuru Mungu. Kwa sababu hivyo nawashukuru sana, asanteni sana na jumuiya ya Gabrieli Malaika Mkuu. Nilipofika hapa wakati wamepokea vijana na vaa hapo kwa ajili ya maungano, nikasema sasa hapa tuko parokiani. Unaonekana kama hii misa hii ya ajabu sana kwa kweli. Lakini basi nashukuru kwa maandalizi yenu, na ninashukuru kwa elimu mlioniambia kwa hakuna deni. Yaani mnalimudu wenyewe, mlimaliza. Asanteni sana. Kwa nawashukuru kwa hilo. Lakini tunapotembelea jumuiya kama hizi tunakuwa na ujumbe. Ujumbe wangu wa kwanza, naomba sana, mimi sitilii shaka juu ya imani mliokuwa nayo. Yaani mpaka hapa tulipo, haya yote yanadhihirisha imani mliokuwa nayo, sitilii shaka. Lakini wahenga walituambia mgema akisifiwa tembo ulitia maji. Hofu yangu ni hapo kwa tembo atakapoenda kuweka maji ili kuharibu kile kinywaji kizuri ambacho mgema kishakifanya. Tusiridhike na hapa tulipofika, ila tuendelee mbele zaidi, tuendelee kujiimarisha zaidi kiimani, ili tuweze kweli kupiga hatua mbele kutoka pale tulipo. Kwa hilo naomba sana. Na kwa sababu hiyo, katika suala hilo la kiimani, lazima tujikite vizuri katika mafundisho. Na shukuru risala yenu nzuri niliyoisikia hapa, na niambie kwa mnawaalika watu kuleta mafundisho mbalimbali, makundi mbalimbali, lakini pia mna utaratibu wa kwenda kusali hija. Mmejiwekea, mna utaratibu wa kufanya matendo ya huruma katika vituo mbalimbali ambavyo, au sehemu mbalimbali, au kwa watu mbalimbali ambao ni makundi yanayohitaji huruma kutoka kwetu. Haya yote
yanatusaidia kukua kiroho na kiimani. Kwa hiyo endeleeni kufanya hivyo na mtanue wigo wenu. Msiende tu pale ambapo mmezoea kwenda, tafuteni na sehemu zingine muwafikishie upendo wa Mungu huo na huruma ya Mungu kwao. Kwa nawashukuru sana kwa hilo. Lakini lingine ambalo linatusaidia sana katika imani ni hivi vyama vya kitume. Nashukuru hapa mmesema UWAKA ipo, WAWATA ipo, UWAWA wapo, watoto tu hamkuwataja. Ingaji mimi nimeona wachache hapa wakiaisha shughuli zao. Sasa sijui ni hawa tu au vipi, lakini watoto hamkuwataja. Ila kama hamnao chama cha watoto katika jumuiya, kianzisheni. Chama cha Utoto Mtakatifu kianzishe na wenyewe wawe na taratibu zao za msingi katika jumuiya. Katika jumuiya nilizotembelea huko mwaka jana, nimekuta kuwa kuna jumuiya moja ina jumuiya kabisa, wakati wakubwa wanasali, watoto wanasali Jumamosi mchana kuelekea jioni. Yaani jumuiya ya watoto, na inafanya vizuri, ina kwaya yake, wako vizuri, wamepangana na wanaelewa nini wanachofanya. Kwa hiyo ningetamani hilo, hata kama hatutafikia hatua ya kuanzisha jumuiya, inategemea na watoto tunao wangapi na nini, lakini tutamani kuanzishia programu nzuri watoto wetu. Kwa mfano, mwaka huu kuna kongamano la Utoto Mtakatifu ambalo linaenda kufanyika katika jimbo Katoliki la Kigoma. Sisi Dodoma tunaalikwa kupeleka watoto wengi zaidi. Sasa kwa sababu tukio hilo litakuwa mwezi wa 6 na sasa tuko mwezi wa 2, fanyeni utaratibu jumuiya yenu ikapeleka watoto pia Kigoma. Kwanza ni wanasema adventure. Yaani mtoto anaanza kufika Kigoma, inawezekana hata wewe mzazi hujafika. Anaenda Kigoma. Ukule wanakosema mwisho wa reli. Anaenda kuona. Kwa hiyo tuwaandae watoto wetu. Na tunaweza tukawaandaa taratibu kwa kuwekea programu mbalimbali ili tuwapate watoto watakao kwenda kule wawakilishe. Na wakirudi watoto wetu kutoka Kigoma, tuwaweke hapa katika jumuiya yetu, watuambie wamejifunza nini. Tusiwaache tu watoto hivyo. Ni sehemu pia ya malezi mazuri. Hata mtoto akienda shuleni akirudi, mzazi ambaye yuko serious na malezi atamuuliza umejifunza nini? Umefanikiwa wapi na ulikosea wapi? Mtoto anapojibu unajaribu, unapata nafasi ya kumuongezea kitu fulani. Kwa hiyo tujitahidi sana hiyo. Kwa kusema hivyo, naomba tuimarishe zaidi na zaidi vyama vya kitume katika jumuiya zetu. Mara nyingi tunalalamika sana juu ya habari ya UWAKA. Lakini naona hapa mko vizuri, au sijui leo tu tumekusanyana kwa Mbinde. Lakini nawashukuru, hata kama kwa Mbinde mko, basi tuanzie hapa tuendelee mbele ili tufanye vizuri zaidi. Na tunapokuwa na chama kizuri katika jumuiya, chama cha kitume kizuri katika jumuiya, vinasaidia katika maendeleo ya parokia yetu, lakini pia vinasaidia katika maendeleo ya jimbo letu. UWAKA mnafahamu kuwa mwezi wa 3 tuna jambo letu kule nyumba ya malezi kule Miuji. Sasa nitegemee basi kuona UWAKA wa Jumuiya Mtakatifu Gabrieli Malaika Mkuu mkiwa wengi mmefika pia, na tufanye kitu tuwasaidie wale vijana wetu. Na mmoja kati ya wanaohitaji wa pale ni huyu Fratelli Lucas. Anaitwa Fratelli Lucas, yuko pale nyumba ya malezi pale. Nikamwambia ni vizuri aje aangalie huku na aone wazazi wake UWAKA, ili mtakapoenda kule mnaweza mkamuona huyu hapa. Kwa hiyo nawashukuru sana na ninaomba tuimarishe kweli vyama vya kitume. La pili, yapo mengi, lakini la pili ni msisitizo huu wa kusali jumuiya. Jumuiya ni kanisa dogo ambalo kwa kweli ndio misingi yetu yote inaanzia huko. Yaani hatuna kanisa la ulimwengu, yaani kanisa la ulimwengu kama hatuna jumuiya. Kama mtu unathamini imani yako na kusali kanisani, anza kuthamini jumuiya yako. Kwa sababu jumuiya ndio inaanza kutengeneza, ni ukweli ni familia kwanza, alafu jumuiya. Lakini sasa ambapo tunakutanika katika familia nyingi ni kuanzia ngazi ya jumuiya. Kuanzia jumuiya tujitahidi sana kushiriki na kuwa tunasali katika jumuiya zetu. Kwa hiyo niwaombe sana
tufanye hivyo na tujitahidi sana, na hata kama labda katika hatua za mwisho nilisikia kuwa nakuja, ndio maana mmekuja wengi, lakini mimi namshukuru Mungu kuwa mmekuja, msikie hili ninalolisema kuwa wote tunaalikwa na kutakiwa kusali jumuiya, na tujitahidi sana kusali jumuiya. Sambamba na hilo, kanisa lina taratibu ambazo limetuwekea, na taratibu hii si taratibu ambayo kanisa lenyewe limeweka, lakini ni taratibu kutoka kwa Mungu juu ya habari ya fungu la 10. Fungu la 10 wengi wanafikiri kuwa ni hiari, na ndio maana Mungu ametuambia hivi kuwa 9 kati ya 10 tutakula, lakini 1 kati ya 10 tukila hapana. Kama vile alipowaambia Adamu na Eva kuwa jamani, matunda yote ya bustani ya mti wa katikati mnaruhusiwa kufanya nini? Kula, lakini mti huu mmoja huo msiule wala msiuguse wala msiukaribie. Kwa hiyo 1 kati ya 10 ya mapato yako yote usiyaguse wala usiyakaribie. Hayo ni ya Mungu, unapaswa kumtolea Mungu, kumpelekea Mungu mwenyewe, kwa sababu amekuruhusu hiyo, au amekuruhusu 90 kati ya 100 ule, ila 10 kati ya 100 hiyo usiiguse. Ndilo linaloitwa fungu la 10 la Mungu mwenyewe. Kwa ni waalike, najua kuwa mnajitahidi, lakini endeleeni kufanya jitihada kubwa zaidi ya kutoa fungu la 10. Na fungu la 10 tunaweza tukatoa katika level ya familia, lakini katika familia mpigieni hesabu kuwa mpo wangapi mliobatizwa. Wale ambao hawajabatizwa hapana, wale mliobatizwa mpo wangapi? Kwa sababu huwezi kusema kwa sasa mtoto mdogo anaitoa wapi? Anatoa ndani ya familia, anatoa ndani ya familia, ana fungu lake ndani ya familia. Kwa hiyo kuanzia aliyebatizwa, na ukishaona kuwa wewe unaenda kuomba ubatizo wa mtoto, anza kumpigia kuanzia mwezi huo fungu lake la 10. Vinginevyo mwache kidogo, kama unaogopa kumlipia fungu la 10, kwa sababu yote aliyebatizwa anahitaji kutoa fungu la 10. Kwa wakati mwingine tusije tukawa tunafanya mambo tunajikuta tunarudi nyuma, au tunakwama kwenda mbele. Fungu la 10 tunapaswa kulitoa. Sasa inawezekana likatolewa katika ngazi ya familia, lakini basi isiwe kuwa ngazi ya familia nasema kwa sisi tunatoa shilingi 2000 ndio fungu letu la 10 kwa mwezi katika familia. Ni ukweli? Yaani uhai mliopewa, nguvu, kazi mnazozifanya na kila kitu, wote labda mpo 5 6 ndio mnatoa 2000. Unaona kuwa hiyo Mungu ataona kuwa kwa kweli mnamdhihaki, na Mungu hadhihakiwi. Na kwa sababu hiyo tujitahidi sana kutoa fungu la 10. Baada ya kusema haya ya msingi, ni washukuru pia hapa ambapo tumefanya tume huu, familia hii. Mungu awabariki na aongezee neema na baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Na asanteni sana kwa zawadi zote mlizotupatia. Mungu awabariki sana, zitatusaidia katika uinjilishaji wetu na kupiga hatua mbele, na hivi tutakula tupate afya kama uwaka wa jumuiya hii. Asanteni sana. Yasababisha maji yakawa sehemu ya wokovu wa mwanadamu kwa njia ya ubatizo. Yohane Mbatizaji alimbatiza Bwana wetu Yesu Kristo na kutuwekea sakramenti hiyo, aliyatumia maji, na kwa kufanya hivyo aliyatakatifuza maji yote ambayo yanabarikiwa mwili na roho. Baada ya kupokea na kushiba chakula cha kiroho, sasa tumeandaliwa pia chakula cha kimwili. Unaishi